kubwa kabisa, kubwa kuliko zote, za kuomba kukutana na nyinyi leo asubuhi hii. Na nimeacha kikao cha mabalozi wetu wote wa Tanzania wanaotuwakilisha nje, wapo, walikuja kabla ya SADC na sasa wanaendelea. Tunaendelea na vikao kubwa kuliko yote, na kama mkiniruhusu nikimaliza hilo tutawanyike, nitashukuru. Ni kuwashukuruni nyinyi. Nimewaita ili nije niwashukuru kwa dhati ya moyo wangu kwa kazi kubwa mlioifanya, kwa uzalendo, kwa weledi, kwa ufanisi, kwa hamasa, kwa shauku, kwa bashasha, kwa mbwembwe zote zilizofanya mkutano huu wa 39 wa SADC ambao umekuja Tanzania tukiwa wenyeji baada ya miaka 16 kuwa wa mafanikio makubwa yasiyo na kifani, yaliyotia fora, na hakuna Mtanzania au mwana ulimwengu ambaye hakufuatilia, hakuhabarishwa, hakufahamishwa kuhusu mkutano huu, na waliofanya kazi hiyo ni ninyi. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana. Najua hamruhusiwi kupiga makofi, mngeweza mjipigie. Magazeti yote, television zote, redio zote, online TV zote, sijui mambo gani mengine yote, na mimi niliyafuatilia kwa karibu sana katika kipindi chote cha maonesho ya wiki ya viwanda ya SADC, na wakati wote wa mkutano wote, dhima yenu ilikuwa ni moja: kuyaeleza mambo na matukio yaliyotokea wakati huu kwa mtizamo chanya, mkifahamu kwamba haya ni mambo ya kitaifa. Na kwa kufanya hivyo, ninyi wenyewe mmekuwa mashuhuda na mashahidi wa kiasi gani nchi zote za kusini mwa Afrika, zote za kusini mwa Afrika zinavyoheshimu nchi yetu, zinavyoishukuru nchi yetu, zinavyoitambua nchi yetu kuwa ndio kiongozi katika eneo hili. Naamini waliokuwa na mashaka na nafasi ya kihistoria ya Tanzania katika uongozi wa eneo hili la kusini mwa Afrika, ninyi mmewafanya sasa waelewe Tanzania si nchi ndogo. Tanzania ni taifa kubwa, na ukubwa wa Tanzania sio mali, sio utajiri. Ukubwa wa Tanzania ni msimamo katika mambo ya msingi yaliyohusu ukombozi, uhuru, kujitegemea kwa Waafrika. Miongoni mwa viongozi ambao wamewahi kusema hadharani, na mimi namkubalia, Rais Yoweri Kaguta Museveni hadharani amesema hakuna kiongozi mkubwa wa Afrika katika nyakati hizi zaidi ya Julius Kambarage Nyerere. Hakuna katika nyakati hizi, narudia tena, hakuna kiongozi mkubwa wa bara la Afrika zaidi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na nyinyi mmeshuhudia. Hakuna nchi yoyote iliyo kusini yetu ambayo Tanzania haikutoa mchango wake ama kuisaidia kupata uhuru au kujitegemea. Na nchi hii ilifanya hivyo mara tu baada ya uhuru.
na kama alivyosema Rais Ramaphosa wa Afrika Kusini kule Mazimbu, moja ya sababu ya maendeleo haya ambayo tunaona hayakuwa ya kasi ni kwa sababu Tanzania ilijitolea kuzisaidia nchi nyingine kwa kutumia rasilimali zake. Rais Ramaphosa alisema kule Mazimbu kwamba Tanzania ilifikia hatua ya kubomoa madaraja yake na kuharibu barabara zake ili Waleno wasiingie, na hasa baada ya kuuawa kwa bomu kwa rais wa Frelimo Edward Shivambu Mondlane hapa Dar es Salaam. Na nyinyi mkitoka hapa kama mna muda, baada ya ubalozi wa India, baada ya ubalozi wa nchi za Ulaya, baada ya ubalozi wa Norway, ilikuwa ofisi ya kamati ya ukombozi ya Umoja wa Nchi za Afrika. Baada ya hapo ni ubalozi wa Msumbiji, na upande huu ni ubalozi wa Canada na ubalozi wa Misri. A very modest building. Hii sehemu mbalimbali za Tanzania ndio mahali ambapo hawa wote walipata mafunzo. Rais wa Zimbabwe wa sasa Emmerson Mnangagwa alifika Bagamoyo mwaka 63 kuanza mafunzo ya kwenda kuikomboa Zimbabwe, na hakuwa peke yake, yeye na kina Samora Machel. Leo kile ni chuo cha umoja wa wazazi cha maendeleo ya kilimo. Kongwa, Mgagao Iringa, Itumbi Chunya na Chingwea ni mambo ambayo ukiangalia leo utadhani ni mambo madogo, lakini ndio yameifanya Tanzania kuwa taifa kubwa na nchi inayoheshimika. Na ndio maana mkutano huu wa 39 kwa baadhi yao, kama rais wa Zimbabwe ambaye alifika Tanzania kijana mdogo kujifunza kwenda kukomboa nchi yake mwaka 63, ilikuwa ni hija. Kubwa zaidi, nyinyi wenyewe mmeona hotuba ya Mheshimiwa Rais siku ya ufunguzi. Marais wote wameomba wapewe nakala. It was a powerful speech katika historia ya SADC, inayoonyesha mwelekeo wa wapi Afrika iende katika ukombozi wa pili, na ukombozi wa pili ni ukombozi wa kiuchumi, na hatuwezi kupata ukombozi wa uchumi kama hatufanyi yafuatayo: moja, kuwa na nishati ya kutosha, affordable energy; lakini pili, kuwa na miundombinu ya kisasa, ndio maana ya standard gauge railway; lakini tatu, kujenga viwanda ili tuweze kutengeneza bidhaa ambazo tutatumia sisi wenyewe na kuuziana ndani ya soko hili, lakini bidhaa tutakazouza nje. Na katika suala la viwanda, pango ilikuwepo ya miaka 20 ya viwanda, lakini ilihujumiwa. Sasa hayo ndio mambo makubwa ambayo yamefanyika, na nyinyi ndio mmewafanya Watanzania na dunia wayasikie, wayaone, wayabaini, wayafahamu. Msingefanya hivyo, hayo yasingefahamika. Narudia tena kuwashukuru sana sana, tena sana. Mmefanya kazi yenu kwa weledi mkubwa sana, mmefanya kazi yenu kwa umakini mkubwa sana, na mmeifanya Tanzania ionekane na isifike. Asanteni sana, na niwashukuru wamiliki wa vyombo vya habari, wahariri wa vyombo vya habari, lakini na waandishi wa habari wenyewe. Na kwanza tena niwakumbushe kwamba mkutano mkuu wa wakuu wa nchi umemalizika, lakini shughuli ndio zimeanza. Sisi ni wenye viti ni Tanzania, Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye anastahili sifa zote za mafanikio haya kwa kutusimamia, kutuongoza
kutuhimiza na kutia moyo mpaka mkutano huu umefanikiwa, na yeye mwenyewe kutoa hotuba, very power of speech. Kwa tuna mwaka mzima mpaka tutakapoikabidhi Msumbiji mwakani mwezi Agosti, na kuanzia sasa mpaka Agosti mwakani patakuwa na shughuli mbalimbali zinazofanyika na takribani mikutano isiyopungua 30 ya kisekta. Sekta zitaanza kukutana hapa Tanzania, na baadaye mwakani tutakapomaliza wakabidhi wanaofuata. Kwa la kwanza ambayo tunasimamia kwa nguvu zote katika mwaka huu ni ile dhima yetu, ile dhimu yetu ambayo sisi Tanzania tumeichagua. Kwa Kiingereza inaitwa A Conducive Environment for Inclusive and Sustainable Industrial Development, Increased Intertrade and Job Creation. Na dhimu hii Tanzania hatukuichagua kwa makosa. Mheshimiwa Rais hakuichagua kwa makosa. Ni lile nililoisema. Tunatambua kabisa ni lazima tuwe na mazingira wezeshi na shirikishi. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kuwa na mkakati wa viwanda endelevu. Ili ifanye nini? Ili tusaidie kutengeneza bidhaa ambazo zitaongeza biashara kati yetu, na kwa kutengeneza bidhaa zitakazoongeza biashara kati ya nchi zetu hizi, itachochea pia mahitaji ya watu kufanya kazi na hivyo kuongeza ajira. Kwa katika mwaka huu Tanzania itahakikisha dhimu hii au dhima hii au kauli mbiu hii tunaisimamia ili itekelezwe, ikiwa ni pamoja na mkakati wa SADC wa viwanda. Kwa hiyo kati ya sasa shughuli zifuatazo zitafanyika. Moja ni kutengeneza mkakati au mpango kazi wa kila nchi utakaosaidia kutekeleza kauli mbiu hii. Lakini mbili ni kutambua au kubaini au kubainisha miradi ya viwanda na uwekezaji ambayo inaweza kuwa mfano kwa nchi nyingine pia kuitumia. Tuonyeshe, tu showcase ni nini tunacho. Na wakati wa maonesho ya viwanda, na hakika nyinyi mliotembelea, yalipangwa vizuri sana. Wale mliotembelea cluster ya viwanda vya kutengeneza dawa, nina hakika hamkuamini kwamba tuna idadi ile ya viwanda vya kutengeneza dawa hapa Tanzania. Na nisivitaje vingine ili nikaonekana navifanyia advertisement, lakini viko na vingine vimeanza siku nyingi sana. Wote mkipita humu ndani ya jengo hili, kuna hii sanitizer hizi unabonyeza afu unanawa ili zote hizi ni za Tanzania, hasikuagizwa nje. Na anayezitengeneza na yeye alionyesha pale na aliweka bidhaa zake pale. Lakini pia tulimwona mwekezaji mmoja Mtanzania kwenye EPZ, kampuni ya Kitanzania ambayo inatengeneza hizi kadi za ATM hizi, na yenyewe nchi nyingine kwetu hapa katika nchi za SADC wao wanachokiweka ni haka tu, lakini Tanzania tuna uwezo wa kutengeneza kadi yote. Na kwa sababu walikuwa na sehemu ndogo ya maonesho, naamini waandishi wa habari wengi mnaweza kuwa pale mahali mlipita, kwa sababu hawakuwa na sehemu kubwa, lakini wanatengeneza kadi yote, na material yote wanayotumia kutengeneza hizi kadi ni ya hapa Tanzania. Lakini mliotembelea ile eneo waliokuonyesha viatu, wawe ni magereza, wawe hao wa Kigamboni, wawe wale wa huku kama unakwenda Tegeta hapa kwenye daraja panaitwa nini hapa, Tangibovu, mliona bidhaa za viatu hali ya juu. Na wale kutoka gereza Karanga kule Moshi, mliona bidhaa, vyakula vilivyokaushwa na kupakiwa kutoka Zanzibar Sasa vitu hivyo ndio itakuwa kazi yetu kubwa, kuhakikisha kwamba katika kipindi hiki tunaonyesha vitu vile, ili tutakapomaliza wenyekiti wetu tuwe na vitu vya kuonyesha au vya kutolea taarifa jinsi gani tumetekeleza hiyo dhima
na kwa kiasi gani tumeweza kuongeza biashara kati yetu. Takwimu zimeonyesha tunauza zaidi Afrika ya Kusini kuliko tunavyonunua, ingawa tunauza zaidi malighafi. Sasa ni kuziongeza zile malighafi thamani ili tuuze zaidi, lakini vitu tulivyonunua Afrika ya Kusini vyenye ubora ule ule kama ambavyo tungeagiza nje imetusaidia, moja, kubakiza fedha ya mzunguko katika eneo letu, lakini pia tumevinunua kwa bei chini zaidi kuliko tungeviagiza nje. Kwa hiyo ni moja ambayo tungependa muendelee nalo katika mwaka huu. Shughuli za SADC hazijaisha ndani ya mwaka huu, na nitashukuru sana waandishi wa habari wenzangu. Tuendelee kuandika makala, tuendelee kuandika habari, tuendelee kufuatilia utekelezaji, tuwaeleze wananchi waielewe hii kauli mbiu, maana yake, faida yake, na ni vitu gani Tanzania inavyo vinavyoonyesha ni jinsi gani kauli mbiu hiyo tunaitekeleza. Mwaka huu tulipata heshima kubwa mbili China. Heshima kubwa mbili China. Na labda hii iwe changamoto kwetu sisi serikali na nyinyi pia, ya vitu hivi vikitokea tuwahabarishe na tuwafahamishe wananchi. Moja, pamekuwa na maonyesho ya hot culture, maua na mboga mboga kule Beijing, na mimi nilipokwenda China nimetembelea. Unachokisema nilikibaini, na mimi ni mwazi nisema kwamba tunahitaji miaka ijayo kwenye maonyesho kama hayo kujipanga. Kwa mfano, sisi ndio nchi pekee duniani, sisi Tanzania, sio Afrika, duniani, sisi ndio nchi pekee duniani ambayo tuna unique national park. Haiko duniani kokote. Wakati tunaandaa maonyesho ya SADC, mimi si nilikuwa niona, niliwaambia ndugu zangu, kwanza wafanya kazi kubwa sana. TANAPA, Ngorongoro, Tanzania Forest Services wamefanya kazi kubwa sana, na nyinyi wote ni mashahidi. Kama kuna wakati vivutio vyetu vya utalii, jamani, nadanganya, kazi kubwa sana. Unajua mkutano huu umeniacha na madeni kwa watu wengi sana, lakini hata wao tuliongea kwamba kama ni simba, nchi zote za SADC wana simba. Kama ni tembo wanao, kama ni chui wanao. Nikasema hivyo, tuna nini ambacho is unique katika SADC na dunia? Na nakata nyinyi mtashindwa kunipa hiyo mbuga ya wanyama Ituro National Park, inaitwa bustani ya Mungu. Hii ni national park ambayo ni maua na vipepeo, haiko mahali popote duniani. Kwa hiyo nilipokuwa Beijing nilisema laiti tungekuwa tumejipanga vizuri hapa kwenye maonyesho haya ya mboga mboga na maua, tungeonyesha Kitulo ili iunganishe vimu vya maonyesho yale ya hot culture na mboga mboga pamoja na Kitulo. La pili ambalo tumefanikiwa, na halikuwa rahisi, tuambiane, haikuwa rahisi, na safari hii hatukutoa pesa, hatukuingia tena kwamba gharimieni, SADC yenyewe itagharimia. Swala la kukifanya Kiswahili kuwa lugha ya 4 rasmi ya matumizi katika mikutano ya wakuu wa nchi na baraza la mawaziri la SADC halikuwa jambo rahisi, na sasa Kiswahili kimekubalika kuwa lugha rasmi ya 4 ya SADC baada ya Kiingereza, Kifaransa na Kireno. Na jitihada hizi au maombi haya au msukumo huu wa Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kiswahili kikubaliwe kuwa lugha rasmi ya 4 ya matumizi katika SADC, tulianza katika mkutano wa mawaziri uliofanyika Machi mwaka huu kule Windhoek, Namibia. Na pale tulipambana sio na upinzani, tulipambana na kutokuelewa kwa nini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataka Kiswahili kiwe lugha rasmi, kwa sababu wako walioichukulia Kiswahili kuwa ni lugha ya kikabila,
na huwezi kuwalaumu. Wanasema kama ni lugha, mbona kuna lugha nyingine za Kiafrika ndani ya jumuiya? Je, na zenyewe ziwe lugha rasmi? Na wengine hawakusema hivyo kwa sababu ya kukidharau Kiswahili, kama alivyosema Mheshimiwa Rais Ramaphosa, Afrika ya Kusini wana lugha rasmi 11. Jingine ambalo ningependa niliweke vizuri, na hili nadhani siwalaumu vyombo vya habari, lakini halikuwa limewekwa vizuri. Burundi imeomba kuwa mwanachama wa SADC na iliomba pamoja na Komoro, na Tanzania inaunga mkono Burundi kuwa mwanachama wa SADC, lakini kuna vigezo. Katika vigezo hivyo Burundi imekwisha timiza 70%. Kwa hiyo Burundi haijakataliwa kuwa mwanachama wa SADC, la hasha, wala mlango wa Burundi kuwa mwanachama wa SADC haujafungwa. Na ndio maana sekretariati imeagizwa itaarifu rasmi Burundi maeneo hayo mawili inayolazimika kuyafanyia kazi, na moja nitalitaja. Moja katika hayo mawili ni Burundi kuihakikishia SADC kwamba ina uwezo wa kulipa annual fee, ada yake ya kila mwaka. Mengine yote yale imefuzu, ya utulivu, ya amani, ni hilo. Kwa nitaka nieleze kwamba Burundi haijakataliwa, na katika hivyo na maamuzi ni kwamba iarifiwe hayo maeneo mawili, iyafanyie kazi, na baada ya hapo timu tena ya nini inaitwa evaluation ya verification iende ifanye verification. Ndivyo walivyofanyiwa wakati wanaingia EAC wao, Rwanda na Sudani ya Kusini. Lakini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaunga mkono kwa dhati maombi ya Jamhuri ya Burundi kujiunga na SADC kama ilivyounga mkono maombi ya DRC, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Msisahau, msuluhishi wa amani ya Burundi mpaka Mungu anamrehemu alikuwa ni Julius Kambarage Nyerere, na ndio maana baada ya yeye kurehemiwa, aliyemrithi na kukamilisha kazi ya kuleta amani Burundi ni mzee Nelson Mandela. Kwa heshima ya Julius Kambarage Nyerere, kwa heshima ya Nelson Mandela, Burundi inastahili kuwa mwanachama wa SADC baada ya kuwa imekamilisha haya mambo mawili na verification team imekwenda. Na ndio huo ujumbe ambao ningependa nifahamu. Huo ndio wosia wa Julius Kambarage Nyerere kuhusu Burundi, na huo ndio utashi wa Nelson Mandela kuhusu Burundi, nchi ambayo kwa miaka mingi toka ipate uhuru mwaka 62 imepita katika vipindi vigumu, na sasa Burundi taratibu na kwa uhakika inaendelea kuwa tulivu na inaendelea kuimarika. Na wakati mwingine wa Tanzania hatuwezi kujua juhudi hizo kwa sababu sisi tumenusurika kuingia katika aina hiyo ya historia na misukosuko. La tatu ambalo ni muhimu na lenyewe tutalisimamia na tumelisimamia kwa nguvu zote ni kwa nchi ni kuondolewa kwa vikwazo vya uchumi ilivyowekewa Zimbabwe. Na ili kulifanya hilo, tumekubaliana kwamba tarehe 25 Oktoba nchi zote za SADC zitakuwa na matukio mbalimbali, iwe ni mikutano, iwe ni nini, ya kuhamasishana kwamba vikwazo dhidi ya Zimbabwe viondolewe. Na tumekubaliana mwaka huu katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa utakaofanyika Septemba 1, Tanzania ambaye sasa ni mwenyekiti wa SADC na nchi nyingine zote za SADC zitalizungumzia kwa kauli moja swala la kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Zimbabwe. Jambo hili Tanzania imelisimamia kama ambavyo mwaka 1965 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisimamia kupinga utawala wa walowezi wachache wa kizungu waliochukua madaraka kwa nguvu iliyokuwa Rhodesia ambao leo Zimbabwe. Na kwenye Umoja wa Nchi Huru za Afrika, Tanzania ilipeleka ombi na likapitishwa kwamba ikifika muda wa miezi 6 Uingereza haijachukua hatua
ya kumwondoa Ian Smith kusini mwa Afrika, nchi zote za Afrika zivunje uhusiano wa kibarozi na Uingereza. Ni nchi mbili tu zilifanya hivyo, ni Ghana chini ya Nkrumah, na yeye mwaka uliofuata akapinduliwa, na Tanzania. Tukavunja uhusiano wa kibarozi na Uingereza kwa miaka 6, na sio hiyo tu, Mwalimu aliwarudishia msaada wote wa paundi milioni 5 ambao walikuwa wameuleta. Na sasa Tanzania inasimama tena kuiambia dunia, Zimbabwe haistahili kuendelea kuwekewa vikwazo. Yale mlioyasema kama kweli yalikuwa ni sababu, hayapo tena. Zimbabwe ilichukua hatua ya kuchukua ardhi yake. Uchaguzi umefanyika, Robert Mugabe ameondoka, umekuja utawala mwingine, na huo utawala sasa umefungua milango, imewaambia wale ambao ardhi yao ilichukuliwa bila kufidia warudi walipwe fidia. Lakini anayeumia Zimbabwe leo ni watoto wadogo wasiokuwa na hatia, ni wanawake wa kawaida maskini wasiokuwa na hatia. Kwa hili ni miongoni mwa mambo ambayo ndani ya mwaka huu wa wenyekiti Tanzania italisimamia kidete, na kama tulivyokubaliana, tarehe 25 Oktoba mwaka huu tutaanza kampeni ya kuhakikisha vikwazo vinaondolewa, na itakuwa inafanyika hivyo mpaka vikwazo hivyo vitakapoondolewa. Kwa hiyo yako maamuzi mengi ambayo wakuu wa nchi wameyafanya, lakini niliona niyaeleze haya machache katika hayo mengi, ili mjue jukumu ambalo Tanzania inalo kwa muda wa mwaka mzima ambao tutakuwa wenyekiti wa SADC. Nirudie tena, Richard na wazee wenzako ndani ya fraternity hii ya waandishi wa habari, naona kina Joyce wako hapa na wengine siwaoni vizuri, nyote ndugu zangu, mimi nina shukrani kubwa sana. If there's a time in my life I am proud to be a journalist, it is this time. Indeed, if there's a time in my life I am proud to be a journalist, it is this time. We've done this assignment gallantly as patriots and compatriots of this country, and this is what we need. In times like this, we need to stand together. We need to be united and leave aside our differences. And indeed, you have vindicated that Tanzanian journalists know when to stand in unison for a national cause. Congratulations and thank you very much indeed. Asanteni sana.